Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari ambayo siku leo imetrendi huko mitandaoni, Chief Godlove ameweza kuruka live katika peji yake ya Snapchat akiwa anazungumza kuhusiana na msanii Diamond Platnumz kuweza kumsaini msanii ambaye yeye ameweza kumwachia huru na ameweza kumwachia huru siku ya leo, lakini hapo Diamond Platnumz akaona asilaze damu, aamue kumshawishi Pipi Jojo ili mradi aingie katika lebo yake ya WCB Wasafi. Ukiangalia ni kwa muda mrefu sasa ugomvi wa Chief Godlove pamoja na Diamond Platnumz umeendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ukiangalia kitu ambacho mara nyingi sana hawa watu huwa wanakigombea, kila mtu anasema yeye ndo ana pesa zaidi ya mwenzake. Chief Godlove anasema yeye ndo ana pesa, lakini Diamond Platnumz naye pia huko akiwa anasema yeye ana ufahari mkubwa, ana utajiri mkubwa kuliko Chief Godlove. Sasa hilo tuliwaachie mashabiki. Weka komenti yako hapo, tuambie kati ya Chief Godlove pamoja na msanii Diamond ni nani ambaye unahisi ana utajiri zaidi ya mwenzake. Sasa Chief Godlove baada tu ya kuona Pipi Jojo amemwachia alafu Diamond akamchukua, ni kama vile roho imemuuma, amejisikia vibaya. Sijajua kwa nini Chief Godlove amejisikia vibaya, au ni kwa sababu adui yake ndiye ambaye amemchukua msanii ambaye yeye amemwachia. Na ukiangalia Chief Godlove ni kama vile ameshindwa kuendelea kumsimamia Pipi Jojo kwa sababu tu sasa hivi ni kama vile Chief Godlove na mambo mengi. Ukiangalia amehamia kule Kenya, anaendelea na shughuli zake kule Kenya, lakini pia ukiangalia na mifugo yake ambayo anaiangalia, ng'ombe zake zile alizotuonesha, ni kama vile hana utulivu fulani, akaamua kumwachia Pipi Jojo ili mradi Pipi Jojo aendelee na mambo mengine. Sasa Diamond Platnumz mambo ya muziki ndio mambo yake. Baada tu ya kuona Pipi Jojo sasa hivi ana usimamizi, akaamua na yeye pia kutia nia kuweka pesa. Sasa Chief Godlove baada ya kuposti hiyo video katika ukurasa wake wa Snapchat alikuwa anazungumza kuhusiana na sakata la Diamond kutamani kumsaini Pipi Jojo katika lebo yake ya WCB tangu kipindi ambacho Pipi Jojo yupo na Chief Godlove. Chief Godlove ameweza kuzungumza mazito sana na kudai kwamba Diamond Platnumz ni mtu ambaye anatamaa sana. Chief Godlove anakuambia kipindi ambacho Pipi Jojo alikuwa ana trend sana mitandaoni, Pipi Jojo alikuwa ana trend kuhusiana na ile ngoma yake ya Chakacha. Chief Godlove anakuambia Diamond Platnumz alitumia muda wa kumdm Pipi Jojo ili mradi Pipi Jojo aweze kushawishika kuhama kwa Chief Godlove alafu kuhamia katika lebo ya WCB Wasafi. Sasa Chief Godlove anakuambia Pipi Jojo alikuja akamfuata akamwambia kila kitu kwamba Diamond amenitafuta, anataka niweze kuingia katika lebo yake. Sasa Chief Godlove akaona kabisa kwamba Diamond Platnumz huenda anahisi kama Pipi Jojo anafaidi sana katika lebo ya Chief Godlove, au anahisi kama Chief Godlove anapata faida nyingi sana anapoendelea kumsaidia na kumsupport Pipi Jojo. Sasa Chief Godlove anakuambia ilifikia hatua Pipi Jojo akili yake ikahama baada tu kuona kuna wasanii wengi ambao walipita katika lebo ya WCB na wakafanikiwa. Pipi Jojo akaanza kubadilisha mawazo yake. Chief Godlove anakuambia alikuwa na malengo makubwa sana na Pipi Jojo. Alikuwa na malengo amchukue Pipi Jojo wahamie Kenya, wafanye muziki wanaoendelea kufanya zaidi na zaidi, na baadaye Pipi Jojo aweze kufikia malengo yake. Lakini Chief anakuambia Pipi Jojo baadaye akili yake ikageuka ikahama, akaanza kumwambia Chief kwamba mimi nataka kujitegemea. Sasa ukiangalia msanii kama Pipi Jojo ambaye inasemekana ana miaka 16 ana uwezo wa kujitegemea kweli katika sanaa ya muziki, basi Chief anakuambia akajua kabisa tayari huyu binti ameshadanganyika, Diamond Platnumz tayari ameshamshawishi, basi Chief anakuambia hakuwa na sababu ya kuendelea na Pipi Jojo, akaamua kumwachia free na Pipi Jojo sasa hivi yupo free, na ndio kama hivyo ameenda kwa Diamond Platnumz. Sasa Chief anakuambia tabia ambayo Diamond amekuwa akionyesha kwa wasanii ambao wapo katika lebo zingine ni tabia mbaya, kwa sababu unahisi labda zile lebo zinapata zaidi, kwa sababu ukiangalia msanii kama Pipi Jojo ni msanii ambaye alikuwa bado mchanga. Hakuna faida nyingi ambayo ilikuwa inaingia kwa Chief. Ni faida kidogo tu, na Chief mara nyingi sana alikuwa anamwachia Pipi Jojo afanye mambo yake ili mradi tu aendelee kuwa msanii mkubwa zaidi. Lakini Chief akaamua kumwachia Diamond, lakini hajapendezwa na hiyo tabia ambayo Diamond Platnumz ameweza kuifanya. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako chini ya comment section, lakini pia nikumbushe ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.